Karibu sana kwenye kliniki ya afya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwipopo tokea Mwanza. Nakuletea mada inayosema mume anayetombewa mkewe kwa kuamini anamfikisha, kumbe alidanganywa. Wanaume wengi wanadanganywa na wanawake. Huyu mwanamke anajifanya kwamba amefika kileleni, kumbe hajafika. Tafiti za kisayansi zinaonyesha kwamba 67% ya wanawake huwa wanadanganya wanaume kwamba amefika kileleni, kumbe hajafika. Na 1% kubwa ya wanaume hawajui dalili zinazothibitisha kwamba mwanamke amefika kileleni. Na ndio maana wanadanganywa kwa Kiswahili katika tafiti ndio maana wanadanganywa kwa kirahisi sana. Katika tafiti ya mada hii, dada mmoja ambaye alikuwa anahangaika na tatizo la kufikishwa kileleni anasema hivi: nimegundua hata wanaume ambao wanajivunia kwamba wana uwezo mkubwa sana wa kumfikisha mwanamke kileleni, nao wenyewe hawajui kwamba wanashindwa, ila kwa sababu wamedanganywa mara nyingi, wamejijengea hali ya kujiamini kwamba wanao uwezo mkubwa sana wa kufikisha kileleni mwanamke. Na kwa kuwa hawazifahamu dalili sahihi za mwanamke aliyefikia kileleni yukoje, wanaendelea kudanganyika hadi leo. Hebu fikiria, mwanamke huyu yuko ndani ya ndoa miaka 12. Anasema pamoja na uchumba ni miaka 15. Mwanaume amekuwa ameshindwa kumfikisha kileleni. Sasa hili inakuwa ni gumu sana, kwa sababu mwanamke anapolalamika kwamba hujanifikisha kileleni, mwanaume anajiona kama vile amedharauliwa au ametukanwa. Na mwanaume anapoonyesha kwamba amedharauliwa au ametukana kwa kuambiwa kwamba ameshindwa kumfikisha mwanamke kileleni, mwanamke anapoona kwamba mwenzie hajafurahia kuambiwa ukweli, anajua kuna adhabu inayokuja. Kuta mwanaume ananuna, mwanaume anakataa kufanya mapenzi, au anampa tu adhabu ina nyingine tu. Hiyo imetokea mara nyingi sana. Na ndio hiyo mkemia mkuu wa serikali mwaka juzi akasema 40% ya watoto waliomo ndani ya ndoa, wale wanaume wamesingiziwa watoto wale sio wao. Unapoenda kupima DNA kuthibitisha mtoto ni wako au sio wako, alafu unaambiwa sio wako, maana mke wako alichepuka. Sasa 40% ni kubwa sana. Sasa ukilinganisha na kwamba 67% ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni, mkemia mkuu takwimu alizozitoa ni sahihi kabisa, na si ajabu ziko chini. Kutokana na kuwepo kwa utandawazi, watu wanaweka magrupu ya wanawake, wanaweka na magrupu, wanaambiana ujinga wa wanaume. Na anasema mwanamke anawaambia wanawake wenzie, mimi mume wangu asiponidhisha na chapuka. Kwa sababu ukimwambia ukweli anakasirika. Kama kasirika ni mimi nifanyeje wakati ni wajibu wake yeye? Kwa hiyo mwanamke ambaye yuko ndani ya ndoa miaka 12, lakini pamoja na uchumba inakuwa miaka 15, anasema hivi, kama kuchepuka na mwanaume wa kwanza naye akashindwa, wa pili akashindwa, wa tatu akashindwa, lakini wa 4 asema chini ya dakika 10 nimefika kileleni. Sasa nikadhania labda kwa sababu nimekunywa kidogo, lakini akisema mbona hata mume wangu nafanya mapenzi na mume wangu nikiwa nimekunywa lakini sifiki kileleni. Akaamua afanye mapenzi na huyu kaka tena mara nyingine tena wakati hajanywa pombe, na akafika kileleni. Atawachaje mchepuko huo wakati anajua kwa isa kwa mume wake hafiki kileleni, na yeye anapendelea au anafikishwa kileleni? Sasa ufikiria huyu mwanaume ambaye ameshtakiwa na mke wake kwangu kwamba ndoa ya mwaka 1.5 pamoja na uchumba wa miaka 2, kwa maana miaka 3.5,
amefikishwa kileleni mara 4 tu. Inanikumbusha story moja. Yule kaka anipigia simu, "Dokta, nimeumia kweli." "Umeumia kwa vipi?" Asema, "Nilimuuliza mchumba wangu kwamba hivi katika miezi hii 8 ya mahusiano yetu nimekufikisha kileleni mara ngapi?" Mwanamke akamwambia, "Unataka ukweli?" Akamwambia, "Nataka nikufahamu ukweli kwa sababu nakupenda. Napenda unafurahi." Mwanamke akamwambia hivi, "Umenifikisha kileleni mara hii moja katika miezi 8. Mara hii moja." Mwanaume anamuuliza mwanamke, "Hebu niambie, nilifanyaje siku hiyo hadi ukafika kileleni? Ili nirudie vitu vile vile ambavyo nilikuwa navifanya. Fanyaje?" Mwanamke akamwambia, "Sikumbuki, lakini najua nilifika mara moja." Haleluya. Ni historia kweli. Tena nakumbuka kaka alinipigia simu, niko maeneo ya Mwanza Hotel hapa jijini Mwanza. Kati ya Mwanza Hotel na ile Royal Bakery pale. Sikumbuki, sisahau hiyo story. Ndio unaweza kuona. Huyu kaka alikuwa anaamini kwamba mchumba wake anafika kileleni. Lakini alipoona kwamba kwa sababu nampenda nataka nimfikishe kileleni mara kwa mara ili asichepuke. Yaani muulize kwa kampia ukweli. Kabisa nipandie hewani. Sasa huyu kaka, sikiliza. Ametoa mashtaka yametoka kwa mwanamke, nikamwambia mke wako analalamika mridhishi bwana. Kwa mwanamke amwambia bwana mwambie nakupa namba yake mwambie. Akasemaje? "Bro, hakuna mtu nampenda kama mke wangu. Hiyo ya kumsaliti sikufanya makusudi. Nilifanya mara moja tu na sitarudia tena. Nimeshaomba msamaha. Ina maana hajanisamehe." Unaona? Mke wake amfikishi kileleni lakini anachepuka. Sikiliza story inaendelea. Nikamwambia hivi, amesamehe lakini jeraha halijapona. Anasema alishakuambia aina za mapenzi anayopendelea mara nyingi sana, lakini hujafanyia kazi ndani ya hii miaka 3.5. Yeye akajibu, "Aina gani kwani? Kuna aina gani za mapenzi? Unamaanisha mimi simridhishi mke wangu? Mbona nikimuulizaga anasema kalizika, alafu anasema sifanyi anayopendelea." Yaani wanawake dokta, sijui wakoje. Yaani sielewi dokta hapo. Naomba unieleweshe. Mimi nikamuuliza, "Utakuwa na muda saa 3 za usiku nikupigie?" Maana yake alikuwa amesafiri. Yuko mbali na mke wake. Sasa sijui alikuwa na mchepuko au vipi. Lakini nilipomwambia utakuwa na muda saa ngapi, saa 3 za usiku nikupigie, yeye akajibu hivi, "Kama huwezi kutuma voice note usiku nitakuwa na shughuli nyingine. Na kama huwezi kusema kwa voice note, achana nayo. Nimeshanivuruga tayari akili zangu." Nikamwambia, "Huo ni ukweli kutoka kwa mkeo, sio mimi." Yeye akajibu, "Yaani wife wangu amekutafuta kwamba mimi simridhishi, ili iweje sasa? Maana kwa siku moja huwa namrudia hata mara 3 au 4. Narudia hili swali la kijinga. Wife wangu amekutafuta wewe dokta mahaba, akakwambia kwamba simridhishi, ili iweje sasa? Maana kwa usiku mmoja huwa namrudia hata mara 3 au 4. Unaona hapa? Yaani mawazo yake, kwa sababu mke wake amelalamika kwamba simridhishi. Yaani anataka mimi ambaye najua mapenzi nimridhishe mke wake. Yaani kwa maneno mengine kwamba mke wake ananitongoza kwa staili hiyo. Yaani ndio tafsiri yangu ya hii message. Nikamwambia hivi, "Ndugu, usitarajie kuambiwa kila kitu." Akajibu, "Dokta, nampenda sana mke wangu. Na hakikisha hakuna anachokikosa." Na hakikisha hakuna anachokikosa. Mimi nikamwambia hivi, yeye anasema kumridhishi, anakosa hilo jambo la kufikishwa kileleni mara kwa mara, jambo ambalo analihitaji sana kutoka kwako. Na hisi unahitaji video za kukufundisha wewe jinsi ya kumnogesha mwanamke kitandani ili afike kileleni na upate uhakika wa jambo hilo." Yeye akajibu, "Video za nini?" Nikamjibu, "Za kuelekeza njia sahihi na za uhakika ambazo zitamfanya mwanamke afike kileleni kwa urahisi." Yeye akajibu,
mke atakutumia malipo ya hizo video. Email yangu hiyo hapo, unitumie hizo video. Nikamtumia video. Baada ya siku 2 ananitumia message hii ndefu kwenye WhatsApp. Dokta, nimefanyia kazi zile video zako, lakini nimegundua mke wangu alikuwa hajiachii. Lakini jana nimemfanyia kazi hadi maji yaliruka. Na nilikuwa sijawahi kuona kitu hicho toka kwa mwanamke yote ambaye nishatembea naye huko nyuma kabla yake. Kiukweli nimefurahi sana dokta. Hata mapenzi aliyonipa ni mapya kabisa. Uwezi amini. Na asubuhi yake hakutaka niende kazini. Alitaka tuendelee. Na sio kawaida yake kabisa kutaka penzi kiasi hicho. Yaani mke wangu saa hii ananiambia na kupitia kazini kwako turudi wote nyumbani. Dokta, nakushukuru sana. Naona nilikuwa nampoteza mke wangu. Ana asili ya aibu. Vitu vingi alikuwa ananionea aibu kunifanyia, lakini jana nilifurahi sana. Dokta, je, ni kawaida kwa mwanamke kulia anapofika kileleni? Nikamwambia inawezekana kabisa kulia. Akalia tena huku anakukumbatia na kuongea maneno ambayo hukuwahi kuyasikia. Namba 1, ameona maji yanaruka, amethibitisha kwamba mwanamke amefika kileleni. Namba 2, mwanamke analia kwa utamu, amethibitisha kwamba mwanamke anafika kileleni. Wakati huko nyuma alikuwa anasema kwa sababu ninapiga magoli 3 4 na mwanamke alikuwa anamdanganya kwamba anafika kileleni. Sawa. Anafika kileleni. Yeye alikuwa hajui kwamba anadanganywa. Sasa haya ni mambo ambayo analeta hapa kizungumza. Kama mkemia mkuu amethibitisha kwamba 40% ya wanaume waliomo ndani ya ndoa, wale watoto wamesingaziwa, sio wa kwao. Na tafiti za kisayansi zinaonyesha kwamba 67% ya wanawake huwa wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni. Kwa wajibu kwa mwanaume kujiongeza. Dada mmoja katika tafiti ya mada hii akasema kwamba mara nyingi kutokana na kuongea na marafiki zangu, mwanamke kutokufika kileleni unasababisha kupungua kwa mapenzi alionayo mwanamke kwa mwanaume aliyenaye. Na hii inathibitisha sayansi kabisa. Huyo dada alizungumza kwa sababu unapomfikisha mwanamke kileleni kuna kichocheo ambacho kinasababisha mwanamke aendelee kupenda zaidi kinachoitwa oxytocin. Kinatoka kwa wingi sana. Kinaitwa bond hormone. Yaani inasababisha mshikamano mkubwa sana wa kimapenzi kati ya watu wawili. Na ndio maana kwa huyu dada kufikishwa kileleni mara nyingi mpaka maji yakaruka, mpaka akalia, anatoka kazini anawaza tu nikafanya mapenzi na mume wangu. Anamwambia na kupitia kazini turudi wote nyumbani leo. Wakati kawaida yake kazini anatoka saa 10 lakini nyumbani anafika saa 2 za usiku. Unaweza kuona jinsi gani imebadilisha hii ndoa. Lakini ni baada ya mwanaume kukubali kwamba huenda kweli hajui mambo sahihi ya kumfanyia mkewe ili afike kileleni. Yeye alikuwa anasema kwamba mnaniambia simfikishi mkeleni, mbona mnaniletea dharau? Ndio maana alikuwa anazungumza. Nimekatisha haya maneno machache nimeandika kutoka kwenye page ya WhatsApp. Sasa mbona mnaniletea dharau? Unaweza kuona? Sawa. Sasa hii ni jambo ambalo wanawake kwa wanaume wanapaswa walishughulikie kikamilifu. Sasa huyu dada alikuwa na aibu. Kwa sababu anakuwa na aibu kwa sababu hana uhakika anachomfanyia mwanaume ni sahihi au sio sahihi. Kitamfurahisha mwanaume au kitamfurahisha mwanaume. Lakini nilipomtumia zile video, mwanamke nilimtumia video na mwanaume naye nilimtumia video. Za mwanaume ziko 42, za mwanamke ziko 53. Sawa? Sasa mwanamke ana maeneo 17 katika mwili wake ambayo mwanaume anapaswa ayajue jinsi ya kuyashughulikia. Kila mmoja ana ufundi wake. Sasa mwanaume asipojua hiyo ramani atadanganywa sana na atatombewa mke wake sana. Kadhalika mwanaume anapaswa ajue kwa mwanamke anapaswa ajue kwamba mwanaume ana maeneo 14 na kila eneo lina ufundi wake. Sasa wewe ukashika korodani kama vile umeshika kitunguu, utashindwa kumsisua mwanaume. Kuna njia za kushika korodani. Unashika korodani na vile unashika na mume wake, na kuna vitu vya kufanya
chini ya korodani kuna vitu ambavyo unapaswa uvifanye, na hii uwezo kaziona kwa kuambia mimi mpaka uone mwanamke mwenzio anashika korodani, ameshika uume, alafu anafanya nini, kitu kingine anafanya nini. Kwa hiyo kuna wanawake wengi wanafikiria kwamba kumnyonya mwanaume dudu lake inatosha sana. Si kweli. Si kweli. Kama ni hivyo, wanaume wasingekuwa nakimbilia kwenye kinyume na maumbile. Wanaume wengi sasa hivi wameanza kukimbilia kinyume na maumbile. Kwa nini? Kwa sababu hapati msuguano wa kutosha ndani ya uke. Asipopata msuguano wa kutosha, maana hapati raha ya kutosha. Sasa kuna staili ambayo naifundisha kwenye hizo video 53 ambazo tunatumia wanawake, jinsi ya kumpatia uume msuguano mkubwa wakati wa tendo la ndoa. Sasa kiasi ambacho mwanaume anafika kilele mpaka anapiga kelele. Sasa unafanya mapenzi na mwanaume hana miguno, hana kelele za aina zote, haonyeshi dalili zote za kufurahia kwa kiwango cha juu, unajiona uko sawa. Mwanaume anaishia goli moja, alafu uweze kumsaidia anzishe raundi ya pili, ya tatu au ya nne, alafu unaona ni sawa tu. Kwa sababu mwanaume anaishia goli moja anakuwa hajamaliza hamu yake ya tendo la ndoa. Ndio huyu akachepuka na mke wake akagundua kwamba anachepuka. Naona akagundua amefumaniwa na mke wake. Wakati mke wake na afadhali nimekumbuka hii kabla sijamaliza video. Sawa, mke wake naye kata chat naye anaambia dokta, sijawahi kuwaza kumsaliti mume wangu. Sawa. Nasema sijawahi kuwaza kumsaliti mume wangu, japokuwa nifikishi kileleni. Tunachati jina kesho yake tulikuwa tunachati. Akasahau kwamba aliniambia hivyo jana. Akaniambia, dokta, sasa hivi tunaenda kwa washenga. No, tunaenda kwa washenga. Huko yakishindikana washenga wanaenda kudiscuss ndoa yetu. Yakishindikana huko kwa washenga, sawa? Nenda kwa washenga, natafuta mtu mwingine. Nikamuuliza, je, tayari kuna mtu yote ambaye kidogo unaona unahisia naye? Akasema ndio. Nikamuuliza, je, nimekuwa mnawasiliana na huyu namba 2 kwa muda gani? Akasema zaidi ya miezi 2 sasa hivi, lakini hatujafanya sex bado. Nikaichukua message yake huku nyuma alioniambia kwamba sijawahi hata kuwaza kumsaliti mume wangu. Nikaichukua nikamgeuzia, nikamwambia na hapa kumbe ulinidanganya. Akaniwekea tu emoji. Akajua nimemkamata. Kwa hiyo unaweza kuona huyu ni mwanamke alikuwa anasema sijawahi kuwaza kumsaliti mume wangu, lakini kumbe tayari ana mtu mwingine. Na si ajabu amenidanganya kwamba hajawahi kufanya naye mapenzi. Kwa si ajabu amenidanganya. Hii ni kliniki ya afya mapenzi. Unaweza kuagizia video hizo na kuandikia namba zangu za simu ziko pale ili uweze kufaidika na hayo. Na kama unaangalia video kwa mara ya kwanza, jisajili ili nitakapoweka video mpya upate taarifa mapema sana. Bye.